Kwanza, itarahisisha upatikanaji wa taarifa kuhusu huduma za maombi ya utambulisho kupitia short code hii badala ya waombaji kufika katika ofisi za NIDA wilayani, na tunafahamu wilaya zetu zilivyo kubwa. Lakini pili, itaondoa kwa wananchi usumbufu na gharama za kusafiri kwenda ofisi za NIDA kupata huduma hiyo. Tatu, ni kupunguza foleni katika ofisi za NIDA, kwani mwananchi anaweza kupata huduma hiyo yeye mwenyewe kwa kutumia SMS kupitia short code hii. Lakini nne, itawezesha waombaji wa vitambulisho vya taifa kufuatilia kwa urahisi taarifa za maombi yao kwa kutumia kwa hatua kila wanapohitaji kufahamu. Kwa hatua wanapohitaji kufahamu, wakati wote watajibiwa kupitia matumizi ya short code hii. Lakini la tano ni kwamba mfumo huu kutengenezwa kwa kutumia wataalamu walio katika mamlaka yenyewe ya vitambulisho vya taifa kumeokoa fedha nyingi za serikali. Kwa muktadha huo, nitoe rai kwa wananchi wote nchini kutumia kikamilifu huduma hii mpya, kwani kwa kutumia simu yako ya mkononi popote ulipo na wakati wowote utakao unaweza kupata taarifa hizi kwa haraka na kwa uhakika. Hatua hii inaenda kuondoa matatizo ya muda mrefu, ambapo hivi leo tunavyozungumza katika wilaya zetu viko vitambulisho vingi sana ambavyo havijachukuliwa, na sababu kubwa inakuwa ni hiyo kwamba muombaji hajui kitambulisho chake kiko katika hatua gani. Kupitia mfumo huu sasa utajibiwa na utaambiwa kama namba yako umepata ndani ya siku 5 toka siku uliyoomba, na kama hujapata ndani ya siku 5 toka ulipoomba, ukitumia mfumo huu ukauliza, utajibiwa kwamba hujapata namba kwa sababu fulani na uje mahala fulani ili tuangalie takwimu zako kama zimekaa sawa sawa. Lakini pili, utapata taarifa kutumia mfumo huu wa kitambulisho chako kama tayari kimekwisha tengenezwa na kinapatikana wapi na uende ukakichukue. Kwa hiyo nataka niamini kwamba baada ya kuwa sasa na mfumo huu hakutabaki kitambulisho chochote kule wilayani. Na kama ambavyo mmesikia wananchi kwamba baadhi yetu walipopata ile namba tu ambayo inaruhusu kuitumia wamesahau na hawafuatilii tena kwenda kuchukua vitambulisho vyenyewe. Baada ya muda tutasitisha matumizi ya namba hizo ili watu mchukue vitambulisho, kwa sababu inachakaa mkiwa bado hamjavichukua. Ni mwelekeo wetu sasa ni kwenda kwenye kitambulisho kimoja kwa matumizi yaliyo mengi. Tunataka mtu asibebe vitambulisho vingi, basi kitambulisho kiwe kimoja tuvitumie kwa ajili ya kuharakisha huduma ili watu wasonge mbele. Hiyo ndio digital economy ambayo tumo na tunasafiri humo, na moja kati vitu ya msingi ni utambulisho au kitambulisho cha taifa. Kama una namba tayari na unataka kujua kwamba je, kadi yangu imeshatoka au bado, kwa hiyo wenyewe unafanya utaratibu ni huo ambapo unaandika namba yako ya NIDA alafu unatuma kwenye hii namba 15274 na itakueleza kwamba kama kitambulisho kiko tayari na kama bado itakueleza, ili kupunguza changamoto za kurundikana katika ofisi zetu za NIDA na kuwezesha wananchi kuweza kupata huduma zinazostahili. Kuhakikisha kwamba tunatoa vitambulisho vyote kabla ya Februari. Tunahakika kwamba kama Januari haijaisha wote ambao hawajapata vitambulisho watakuwa wamepata. Lakini niwaombe wananchi wote ambao hujapata vitambulisho, njoni mchukue vitambulisho vyenu. Tulikuwa na matatizo ya kimfumo ambao unakuta mwananchi anaenda kutafuta kitambulisho lakini akifika kitambulisho kiko kwenye kata lakini jina halijafika, ambao tuliweza kurekebisha. Tulirekebisha na tulikaa pamoja na watumishi na wataalamu wetu tukatengeneza mfumo. Tukaona kwamba tukusanye vitambulisho vyote kutoka katika kata tuviweke wilayani na tukaweka mfumo wa kuvisomesha. Kwa hiyo kila mwananchi ambaye hajapata kitambulisho alitumiwa message.